familia ya Mama Gloria ikiongozwa na seneta mwenzangu Boni Khalwale, viongozi wenzangu wakiongozwa na Mheshimiwa Senator Edwin Sifuna the 6th, na watu wote mrembe mwesi, hebu nione salamu ya Mama Gloria. Asanti sana. Mimi ndio Osotsi, senator jirani wa kaunti ya Vihiga, na niko hapa kama nyinyi kusema pole kwa ndugu yangu mkubwa Boni Khalwale. Sisi kama jamii tumehuzunika sana kwa sababu ya kifo ya Mama Gloria. Vile mmesikia ukarimu wa Mama Gloria, amekaribisha watu wengi kwa hiyo boma yake, na pia alikuwa mtu wa karibu sana wa Mheshimiwa Boni Khalwale. Kwa hivyo Boni, kwa niaba yangu, familia yangu na watu wa Vihiga County, tunasema pole. Tunasema pole kwa kupoteza mke wako. Jambo lingine, Mheshimiwa Boni Khalwale ni rafiki mkubwa sana wa watu wa Vihiga County. Na mimi najua watu wa Vihiga County, wale wa asili ya Vihiga County wako hapa Kakamega County wengi. Mkiona huyu Boni Khalwale, mjue yeye ni rafiki yenu. Kwa sababu mwaka uliopita tulikuwa kule kwa Senate tukibadilisha ile formula ya kugawanya pesa. Tuna kaunti 12 zile ndogo ambazo zinapata hela kidogo sana, na haziwezi zikapata pesa ya kutosha ya kufanya maendeleo. Boni Khalwale, yeye ni senator wa Kakamega County, ni county ambayo inapata hela mingi, lakini alijinyima akatetea sisi wale wa kaunti ndogo tuongezwe pesa, na akatusaidia tukabadilisha ile formula ya revenue share. Saa hizi watu wa Vihiga County kila mwaka kuanzia mwaka uliopita wanapata 6.2 billion shillings. Na hiyo tunarudisha asanti kwako Bwana Khalwale. Kwa hivyo wale watu wa asili ya Vihiga ambao wako hapa Kakamega, muangalie huyu Boni Khalwale kwa macho wakati ikifika. Wacha sasa niende kwa siasa, kwa sababu wenzangu wameongea siasa. Wakati Mama Gloria alikufa ilikuwa Jumamosi. Siku iliyopita iliyofuatwa on Sunday, siku ya leo, tungekuwa tunalia kifo ya Mama Gloria, tena tunalia kifo ya viongozi wenyu wa hapa Mlembe, viongozi 7. Mheshimiwa Edwin Sifuna, Mheshimiwa Natembea, Mheshimiwa Osotsi, Mheshimiwa Jack Wamboka, Mheshimiwa Undo Wafunyula, Mheshimiwa Kalasinga na Mheshimiwa Wangamati, former governor wa Bungoma. Wale jamaa walikuja kwa ubaya, na ile mambo ilikuwa kule Homa Bay. That is not politics. That is not politics. That is terrorism. Hiyo ni terrorism. Na nimesikia wenzetu wakiongea hapa kwa upole sana. Mimi sitaongea kwa upole, si ndio? Sisi tunajua Wajaluo wa kawaida hawakuhusika, na mtu asiseme ati hii ni vita ya Wajaluo na Waluya. The real criminals who should now be arrested are 5 criminals. The first criminal ambaye alisafiri usiku akaenda pale State Lodge, State House Kisumu on Thursday night na akagawa pesa ya kupanga hiyo maneno was President William Ruto. That is criminal number 1. Criminal number 2 is Homa Bay Governor Gladys Wanga.
Criminal number 3 ni ule PS wa internal security, anaitwa Raymond Omolo. Criminal number 4 ni ule MP wa Homa Bay Town, ule mwenye ameoza meno, anaitwa Kaluma. Criminal number 5, majority leader ambaye ni MCA kule Homa Bay, anaitwa Ogindo. How, as we are talking now, those people should be in prison now because they wanted to commit massacre. Watu wengi wangekufa hapo, na sisi tuliona kifo. Na hii mambo ya Ruto hii, mimi I want to ask President Ruto, what is it you are looking in Edwin Sifuna? What is it that you are looking in Edwin Sifuna? Is your competitor. If you beat him in the election, well and good. If he beats you, well and good. Huyu Sifuna ameandamwa sana. Walikuja akasukuma watu ndani ya ODM, Oburu na wenzake, wakatoa Sifuna kama SG. Wakakuja wakanitoa mimi kama deputy party leader. We never complained. We allowed it to go. Akakuja kwa bunge, akaita masenators wa chama cha ODM kule State House kwa lunch. Akawalazimisha wakuja usiku saa 2 ya usiku kutoa Sifuna kama deputy whip. Wakatoa Sifuna kwa fujo. Wakakuja hata mimi ile kidogo nilikuwa nayo chairman wakaninyang'anya. Hiyo bado hajachoka. Kalware pia walimnyang'anya. Sasa amekuja hata kule Kisumu, ile kichapo mliona wakinifanyia, walinipiga wakaniuliza mbona una support Sifuna. Alafu juzi mmeona Homa Bay. Na tunasikia wana mipango ya kuvuruga mikutano yetu kila mahali. Ndio ionekane kwamba Linda Mwananchi ni timu ya furugu. We are asking you, President William Ruto, wherever you are, we are not going to go for Gladys Wanga. We are not going to go for Raymond Omolo. We will go for you. We will go for you. Kwa sababu wewe uko na damu kwa mikono yako. You don't want competition. If you have worked for Kenyans, President William Ruto, you should not be panicking the way you are panicking. Walisema Sifuna ni moto ya karatasi, itazimika. Waluya na Wakenya, I want to tell you today, hii moto Sifuna amewacha haizimiki. 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 Paka tuhakikishe Ruto ameenda wapi? Ameenda wapi? Na mimi nataka kuambia Gladys Wanga, Junet Mohamed, Mbadi, na mwingine anatoka hapa anaitwa sijui Wandai, na wale wengine Raymond Omolo, you can never be great friends of Ruto than the people who have been there before you. Rigiji was close to Ruto. Where is he? Hata huyu Mudavadi na Weta si walisaini mkataba na Ruto, wakasema 30% ni Waluya na mambo ingine. As soon as he got into power, alirarua hiyo karatasi akatupa kwa dustbin. Kwa hivyo, whatever bad things you are doing on behalf of Ruto, just know that your day is coming. Lakini sisi Waluya na Wajaluo, mimi nilikuwa kule Homa Bay, kila mahali tulikuwa tunapita kwa hizo masoko, Wajaluo walikuwa nasema one term. But we also know that what happened in Nyanza, it is a plan to rig 2027 election. Ile kitu wanataka kufanya, they want to create a Chinese iron ring on Luo Nyanza. We want to tell you, President William Ruto and your bad boys and girls, we are coming back to Homa Bay. We are going to Siaya. We are coming back to Kisumu. We are going to Migori. Because we are running with the spirit of Raila
Amolo Odinga. Na hapa kwetu nyumbani mumeona watu, kila mtu anasimama anasema tuunge Sifuna mkono. Hiyo tunakubaliana. Lakini Sifuna lazima awe na governors, awe na senators, awe na wabunge, awe na women rep na awe na MCS. Hiyo mchezo ya kando, watu wengine wako kwa Ruto wanakula na Ruto, alafu wanafika hapa wanasema sisi tuko tu na nyinyi, mungoje tu kidogo, niko na kamati, niko na muradi, sijui niko na nini. Hiyo watu wetu, tell our leaders they must walk the walk that the community or Kenyans are walking. Hatutaki mchezo, si ndio? Because when he becomes a president, he needs to have members of parliament. He needs to have governors. And that is how we'll move forward as a community. Tumeelewana? Tumeelewana? Na William Ruto, I want to tell you today kwamba sisi tunasikia sasa unataka kuja na hii ukora yako ya maendeleo. Lakini ukiangalia budget, amejaribu kila barabara ameweka pesa, lakini hiyo pesa kidogo sana. Hii barabara kwa mfano ya kutoka Airstrip kwenda mpaka Chepsonoi, hiyo barabara alikuja akalaunch. Mnajua ameweka pesa ngapi? Only 81 million. 81 million itafanya barabara kilomita 2 tu peke yake. Na amefanya hivyo all over Western. We are not ready to be cheated by you, William Ruto, because we know constituency moja ya Kikuyu, ile ambayo inaongozwa na yule Kimani Ichung'wah, imepewa 10 billion kwa mwaka. Kule Rift Valley wanaweka barabara bilioni 5. Hapa anaweka 20 million, 30 million, alafu anakuja anasema anazindua barabara. Wameweka lami kidogo, anasema sasa Waluya mtapata barabara. Nataka tukue werevu na tunaambia wazee wetu, they should not be agents of confusion. Mheshimiwa mzee Atuoli, mzee Mudavadi, mzee Wetangula, mzee Oparanya, please, the community wants to move forward. Don't bring confusion. Grupu moja inasema sisi tungojee 2032. Grupu ingine inasema hapana, sisi tuende kwa Uburu atupatie deputy president. Waluya mnakubaliana na hiyo? Hebu nione hiyo mkono juu. Wale wamekataa wanasema tawe. Mnasema tawe. Mnasema tawe. Sasa tujitayarishe, nimuite ndugu yangu, rafiki yangu, kiongozi wetu, the 6th president of Kenya, Edwin Watenya Sifuna. Asante sana DJ. Asante sana DJ. Kwanza kabisa Father Felix na uongozi wa kanisa letu takatifu Katoliki, nataka niombe msamaha kwa niaba ya hao viongozi wote